Huyu dada issue yake iko deep kidogo. Huyu dada ameona ile story niliyopost ya binti ambaye alichukuliwaga msukule na jirani. Yeye anasema yeye sio jirani, ni katika familia yake walikuwa wanaishi maisha ya kawaida sana. Yaani walikuwa wanaishi maisha ya kawaida sana. Sasa baba yake akamtongoza akamwambia mimi nakupenda. Alimtongoza sana, akamdanganya sana, nakwambia kipindi hicho alikuwa mdogo. Bado alikuwa anasoma. Bado alikuwa shule. Unaelewa vizuri. So babake akamdanganya huyu binti akakubali, akaingia kwenye mahusiano na baba yake. Kabisa, yani anakuambia mpaka sasa hivi akifikiria yani bado anapata zile feelings. Na alianza mahusiano na babake akiwa mdogo sana, yani alikuwa bado mtoto. Na alipoanza mahusiano na babake, huyu binti alikuwa na akili sana. Nakwambia nilikuwa na akili, nilikuwa darasani nilikuwaga nashikaga namba 1, namba 2, namba 1, namba 2. Lakini baada ya kuanza mahusiano na babake, akajikuta tu yani anaweza akawa ameenda shule, anasoma lakini anapovisoma havielewi. Anaweza akasoma afu zikafika siku za mtihani, anajua kabisa alichokisoma na anakumbuka, lakini akiingia kwenye chumba cha mtihani vitu vyote vinafutika. Yani vitu vyote akilini vinafutika. Alafu pamoja na kwamba yani unajua mtoto akiwa anaenda shule afu vitu haelewi, anasoma vitu haelewi, anafanya vibaya shule, reaction ya mzazi wa kawaida ni kumfokea huyo mtoto au kuangalia ni kwa namna gani jinsi ambavyo mtoto ataenda kusoma vizuri, jinsi mtoto ambavyo atapata, unaelewa vizuri. Lakini wazazi wake hawajai kuwa na hiyo reaction hata mara moja. Hawajai kumsumbua, hawajai kumsukuma asome. Kwanza yani alikuwa akirudi shule ana stress, akirudi na hiyo reaction tu amepata sijui mtu wangapi nini. Akirudi nyumbani anakuta babake kamwandalia zawadi, yani unakuta babake kaenda nje amemwandalia zawadi. Mpaka akawa anajiuliza, yani naenda shule nasoma afu sivielewi, afu na kuwa mtu wa mwisho au mtu wa pili wa tatu kutoka mwisho, afu baba anakuja ananunulia zawadi. Sasa tu hakuwahi kuelewa mpaka ukubwani. So ghafla wakaanza kupata hela. Yani anakuambia babake alikuwa na uwezo wa kuondoka, akirudi wanakuwa wanaongea na mke wake, yani wanafurahi. Unaelewa vizuri. Wanafurahi, wanashangaa kesho labda imekuja gari imekuja kupaki hapo nje, au yamekuja magari yamekuja kumwaga mchanga, simenti, sijui nini, vitu vimeletwa, majumba yanajengwa. Sasa anakuambia kuna siku moja baba yake alimleta mganga huko ndani. Yeye mwanzo dada anasema mimi nilikuwa sijaelewa kwa sababu bado nilikuwa mdogo. Baba yake alileta mganga, akaja akawanga, nakwambia akachimbia dawa huko ndani, akachimbia dawa kila sehemu, akachimbia dawa vyumbani kwao, sehemu wanapolala nini hivyo. Anakuambia babake akaenda akaogeshwa dawa hapo nje kabisa, yani nje pale kwenye compound. Uchi, akiwa uchi, na familia yote ikaitwa. Njooni mje hapa. Wakaja wakaogeshwa, kila mtu anaogeshwa na dawa uchi, wengine wakiwa wamesimama hapo hivi. Baada ya kumaliza kuogeshwa na dawa maidia, babake akaingia ndani, akaenda kalala na huyu binti. Na huyu binti anakuambia mwanzo mimi nilikuwa nahisi mama hajui, lakini nikawa najiambia mpaka nikawa namwambia baba, yani baba, mfano mama akituona, kwa sababu babake alikuwa hajali, yani mama yake anaweza akawa yuko chumba kingine, alafu babake anakuja kwenye chumba kingine akawa anamuuliza. Sasa mfano mama akijua itakuwaje, anamwambia wewe usijali, mamako mimi na mudu, hakuna chochote kile kitakachotokea. My dear, walipata pesa, sijui unanielewa vizuri. Walipata pesa, wakawa wako vizuri, wamejenga majumba ya kifahari, wakanunuliwa magari. Yani anakuambia kabla hajafikisha miaka 18 tayari kashanunuliwa gari. Kaulizwa anataka gari gani, akawa amesema gari ambayo anataka, akawa amenunuliwa gari. Akafunguliwa biashara. Wazazi wake akakaa siku moja wakamshauri, wakamwambia kwa sababu shuleni unaenda, unaona mwenyewe shuleni hali sio nzuri, huelewi, maendeleo sio mazuri, acha concentrate na biashara. Basi huyo binti anasema mimi nikaacha, concentrate na biashara, nikawa nafanya biashara mpaka akawa anaenda China, anaagiza vitu nini. Sasa baada ya hivyo anakuambia babake kila mara, yani kila babake akienda kwa mganga, akirudi lazima aje alale na huyo binti. Na anakuambia alikuwa anajua babake anaenda kwa mganga kwa sababu gani. Akirudi nguo zake zinakuwa zimeloa na vitu vyeusi sio vyekundu. Anakuwa na chale ambazo bado zina dawa, zile amechanja chale afu zimewekwa dawa bado hazijafutika, yani dawa I think hazijasuguliwa vizuri. Kwa hiyo anakuja akiwa na yale mauchafu kutoka kwa mganga. Speed ya kwanza, stopping ya kwanza, anakuja kustop kwenye chumba cha binti yake, anaenda na binti yake. Na mamake alikuwa fresh, yani yuko vizuri, hata hawana hasira, hawana nini hivyo, unaelewa vizuri. So wakaenda hivyo, ikafika muda sasa babake akawa
akawa anampotezea tena, hataki tena mahusiano naye, akampaka yeye sasa ndo akawa anamtafuta, analia, anakuambia nini, nilikuwa nikiingia kwenye mahusiano Dalizi, akili yangu yote haipo, yani naweza nikaingia kwenye mahusiano na kijana yoyote nakuta yani siriziki, hata nikifanya naye mapenzi yani bado siriziki, yani bado moyo wangu unaniambia kuna kitu na mimi. Yani alikuwa amemzoea babake kiasi kwamba yani hata kuwa na watu wengine alikuwa anashindwa kwa sababu kashamzoea babake. Anakuambia ni nilikuwa ili nirizike na mwanaume nilionaye, nikiwa napachuana naye akili yangu yote inamwaza babake mzazi. Asi kafika sasa babake akawa anampotezea huyu binti, anakuambia niliteseka Dalizi, niliteseka kwa sababu sasa mimi nimeshamzoea baba, nikawa mimi ndio namfuata, nalia, nampigia magoti, nalia, mpaka akawa anatamani aende akamwambie mama yake, mama naomba muulize baba shida ni nini, akawa haelewi. Sasa hapo hivi wakati alipopata stress hivyo akaamua aende zake Zanzibar, kwa sababu hapo alikuwa kashahama nyumbani, babake alikuwa amemnunulia nyumba huko sehemu nyingine akawa anakaa. Sasa akaona yani hizi na stress, babake amtaki sijui nini, akawa anaongea na rafiki yake, hajawahi kumwambia issue iliyotokea, ila akawa anamwambia tu rafiki yake, yani na stress, natamani yani niende sehemu, niende nikajifungie tu, labda moyo wangu akili yangu itapona, yani nitajua cha kufanya. Rafiki yake akamshauri, akamwambia twende Zanzibar, ilikuwa ni full moon, akamwambia twende Zanzibar, kuna pate za full moon, labda ukirudi utakuwa sawa. Wakawa wametoka wameenda Zanzibar. My friend kwenye hiyo hotel walofikia hiyo kesho yake, walipofika hiyo siku, kesho yake asubuhi wakiwa wanatoka sasa, ndio wanajiandaa, wanataka watoke, sio waende beach huko kufanya nini, kwenda kula. Tell me why huyu binti akasikia mlango wa jirani unafunguliwa. Hakuwa hata anajaribu kuangalia, unajua tu ukisikia mlango umefunguliwa hapo pembeni lazima uangalie. My friend, ile anageuka, guess nani alimuona? Alimuona mamake mzazi na mdogo wake wa kiume wametoka kwenye hiyo hoteli. By that time mdogo wake alikuwa ni mkubwa, yani alikuwa na miaka 18 19, wako wametoka. My dear, anakuambia niliganda, miguu ikaganda, yani nilifreeze, nikawa nimesimama tu sehemu moja, na walivyoniona tu na wenyewe wakaganda, yani waka freeze, hawawezi kutembea hivyo, yani wakakaa kimya. Yani alokuja kumshtua ni yule rafiki yake, alitoka chumbani akaja akamuuliza, wewe mbona utembei, maana uliniambia unatangulia, mbona utembei umesimama tu? Rafiki yake kuja kutoka hivi ndo akakuta ile scene inaendelea pale, yani akakuta jinsi ambavyo hapa rafiki yake kasimama, alafu mlango wa pili ni mama yake na mdogo wake. Mind you, huyu rafiki yake ni mtu ambaye wamekuwa wote, kwa hiyo alishaendaga nyumbani kwao nini, kwa hiyo anaijua ile familia. Ilibidi rafiki yake amvute arudi ndani, ndo akaanza kumuuliza what the fuck is going on. Huyu binti ikabidi yani ashangae, she was surprised, anasema mimi sielewi, yani sijui labda maybe kuna explanation nyingine. Akawa ametoka sana tena, nikasikia hasira, nikatoka nikaenda nikawafuata, nikaenda mle ndani, kwa sababu I think alisikia tena mlango umebamizwa, akajua kabisa kwamba amerudi ndani, akaenda akagonga mlango akamfungulia. Akauliza nini kinachoendelea hapa, mbona sielewi. Mamake akamwangalia kwa jicho lile la unaniuliza mimi wakati unajua kichoko yani mamake alikuwa anamwangalia like unajua anajua, so usijifanye kama wewe ni mtakatifu sana. Huyu binti anakuambia nilijisikia niko embarrassed sana, yani nikasikia roho inaniuma. Sio hata roho ilikuwa inaniuma nini, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimetembea na babangu, kwa yani nikawa najiambia ni familia mbona kama ina laana, kwa sababu mimi sielewi. Akarudi ndani. Hapo sasa kumbuka rafiki yake hajui kama huyu binti alikuwa analala na babake, na hawezi kumwambia rafiki yake eti nilikuwa nalala na babangu ila sasa hivi ananipotezea, ndio maana nimekuja. Na rafiki yake tu alikuwa anajua hivyo yani, na rafiki yake alikuwa anamuulizaga sana kwa nini hudumu kwenye mahusiano, yani kwa nini ukikutana, yani kwa nini ukiwa na mwanaume unakaa naye labda miezi 2 3 mnaachana hivyo. Huyu binti akawa anashindwa kumwambia. Alichokifanya akamwambia rafiki yake kwenye hoteli siwezi kukaa. Wakaondoka wakaenda kupanga kwenye hoteli nyingine. Yani anakuambia nilienda vacation, badala ya vacation tena ikawa ni kama nimeenda kujipa stress, kwa sababu sasa nilikuwa na stress kuliko ambavyo hata nilikuwa da. Akawa wamekaa zao hapo, wamemaliza, wamerudi nyumbani. Walivyorudi nyumbani hiyo siku anakuambia akaenda nyumbani. Kafika nyumbani ana hasira, unaelewa, yana hasira, yani kafika nyumbani akaanza kumuuliza mama yake like nini kinaendelea. Akamuuliza mdogo wake, kipindi hicho mdogo wake ndo ameingia chuo, alikuwa bado hajaondoka nyumbani. Akamuuliza mama, what the fuck is going on, like sielewi nini ambacho kinatokea, na maanisha unapachuana na mdogo wangu. Mamake akamjibu, kwa sababu anakuambia alivyoenda nyumbani alimkuta mamake yuko nje anafagia, yuko na msichana wa kazi anafagia. Mamake alivyomuona amekuja kwa jazba, alivyosikia tu pipi gari inapiga honi kwa nguvu, akajua kabisa kwamba huyu mwenda wazimu kaja. Akamwambia usigeli aondoke. Kwa hiyo akawa amebaki peke yake. Akamuuliza mama, kwa nini unanyanduana na mdogo wangu? Kwa nini unapachuana na mdogo wangu? My friend, mama yake akamuuliza unaniuliza mimi kwa nini napachuana na mdogo wako wakati ulikuwa unapachuana na babako? Nishe kukuuliza.
nishawahi kukuingilia au nafikiri nilikuwa sijui? Nilikuwa najua sana, kwa hiyo sijifanye mtakatifu sana. Binti anakuambia nilichoka nikawa kama nimemwagiwa maji, kwa sababu sasa yani you understand. Sasa my friend alipotoka hapo akasema hapana, hii familia something is going on, like kuna kitu kinaendelea. Anasema akamtafuta, kuna mtu alimtafuta, ni mtu wa dini sana. Huyo mtu alomtafuta ni mtu maarufu actually, hata mimi namfahamu. Alimtafuta, ni mtu wa dini, mshauri, akamtafuta, akamuelezea scenario yote. Anakuambia nilifunguka scenario yote, ila niliongeana kwenye simu, tutaka nione live. Yule mtu akamwambia, kwa jinsi ulivyonielezea, inawezekana nyie wazazi wenu wanawatumia, yani wanawatumia nyota zenu na wanawatumia nyie wenyewe kwenye utajiri wao, kwa sababu kama ulianza kutembea na babako, grade zako zikashuka, akili yako ikawa tena haifanyi kazi, which means alikuwa anatumia hivyo. Na mdogo wako pia, anasema mdogo wake pia naye akaanza kushuka grades, naye akawa yuko yani average. Akasema yani wazazi wenu nyie wanawatumia. Yule mtumishi akamwambia kwa kitu ambacho nakushauri, ikitokea mzazi wenu amekufa, kama ni kweli wanawatumia kishirikina, basi mjue tu hizo mali zenyewe pia zitaondoka, yani hamtopata chochote. Sijui mnanielewa vizuri, hamtopata chochote, kila kitu kitapotea, kwa sababu kama mtu ambaye ameenda kufanya hizo ritual atakufa, basi hakuna kitu kitakachoendelea. Basi akaongozwa sala ya toba, na huyo mama alichokifanya akauza kwa sababu alikuwa amefungua biashara, alikuwa na botiki kubwa tu ambayo ilikuwa inafanya kazi vizuri tu. Alichokifanya aliuza baadhi ya ile pesa, akaenda akaitoa sadaka kwa jinsi ambavyo aliambiwa, nyingine ndio akaenda akafungulia biashara yake nyingine kabisa. Na anakuambia baada ya muda tu biashara ikawa vizuri, akili yake ikaanza kurudi. Anakuambia alikuwa akikaa hivi, anaweza akaingia jikoni kwenda kufuata kijiko, akafika jikoni hakumbuki alichokifuata, anaanza tena kujiuliza nimefuata nini. Anashika simu, anashika simu, anataka mpigie mtu fulani, simu akishafungua anasahau alikuwa anataka mpigie nani. Anaweza akampigia mtu kwa ajili ya kumwambia kitu fulani, mtu akipokea simu anamwambia nimesahau. Yani alikuwa akili yake ni kama ilikuwa imefungwa. Anakuambia baada ya kufanya sala ya toba na kuuza vile vitu, akili ikawa inafunguka, nikawa najikuta mpaka mwenyewe nikawa naona mabadiliko, yani najikuta akili yangu iko sawa, vitu viko sawa, najisikia huru, niko na amani. Babake akampigia simu, akamwambia njoo nyumbani. Akaenda akakuta babake amekasirika, mamake amefura. Wakaanza kumuuliza umefanya nini? Mbona umeenda kuharibu vitu jamani? Mbona kwa nini umeenda kufanya vitu bila kuniambia? Anamuuliza babake nimeenda kufanyia, akamwambia ni either umeenda kwa mganga au umeenda kwenye maombi. Ni nini ulichokifanya? Akamwambia mimi nimeenda kwenye maombi. Babake akaanza kulia, akaanza kusema umeniua mimi, umenimaliza, kwani umefanya hivyo? Kwani umefanya hivyo bila kuniambia? Akawa anamuuliza nimefanya nini bila kukuambia? Akamwambia hicho ulichokifanya umeenda, jamani umefanya nini? Mtoto utaniua. Babake akainuka akataka kumpiga. Alipotaka kumpiga binti akatoka, akakimbia, akaingia kwenye gari, akaondoka. Alipoondoka, my friend anakuambia nilikuwa napita kwenye barabara ambayo ni barabara ya vumbi. Hakuona pikipiki, hakuona bodaboda, hakuona chochote barabarani. Lakini alisikia gari imejigonga yani ile kama gari imejigonga sehemu, yani kwa sababu yani hiyo gari jinsi ilivyokuwa ilijigonga sehemu ambayo yani ni kama imejigonga kwenye, kama ni kulikuwa kuna kitu ambacho hakionekani, yani ile imejigonga, sio kupinduka, yani imejigonga. Anakuambia yani kama sio ile nini inaitwa yani nini ambayo inakuaga kwenye siti ya dereva, huyo binti angekufa. Ndio ilikuwa imetoka ikaja ikamzuia kifuani, ndio maana hakufa. Binti akatoka, alipotoka tu kwenye ile gari ikawaka moto. Sijui unanielewa vizuri. Hakuamini macho yake, kwa sababu alitoka mzima, alitakiwa afya. Alipotoka babake akawa anapiga simu. Alipopokea akauliza wewe ni fulani? Akamwambia ndio. Una uhakika uko sawa? Akamwambia siko sawa, gari imepata ajali. Na wewe uko sawa? Akamwambia niko sawa. Akasema nilijua tu, yani wewe mtoto naona, yani wewe yani una bahati sana. Yani una bahati sana. Yani kama kama umeenda kwenye maombi, endelea na maombi, lakini una bahati sana. Huyo binti akawa anajiuliza. Akampigia huyo mtu ambaye tangu ameanza kumshauri kumshika kiroho. Huyo mtu akamwambia my friend, babako yani umemkosa babako, umeenda siku kwenye maombi, babako alikuwa anataka kutoa kafara. Na alipopiga simu alikuwa na uhakika atakayepokea simu ni mtu mwingine baada ya wewe kupata ajali. My dear, amemaliza kuongea na yule mtu, simu zinaita. Kaka mtu anapiga, mama mtu anapiga, simu zinaita kama mvua. Anapokea simu moja tu, anaambia babako amefariki. Baba amefariki, imekuwaje? Ikabidi achukue bajaji aende. Kufika wanasema kwamba baba yake yani alikuwa yani baada ya kuongea naye alikuwa yuko nje anafoka anaongea. Alidondoka tu hivyo. Akafa. Hivyo tu yani. Baada ya baba yake kufa, mama yake alikuwa kama amechanganyikiwa. Yani ni kama alikuwa amechanganyikiwa, yani hayuko sawa. My friend, huyu binti anakuambia yani baada ya muda tu, yani baada ya baba yake kufa, ndugu wakaja wakaanza kugombea zile mali.
wanataka sijui nyumba, wanataka sijui nini. Anakwambia yani jinsi ambavyo zile yani mama yake baada ya kuona ndugu anagombea zile mali aliuza majumba, aliuza magari, makampuni akayataifisha, sijui akawapa wafanyakazi. I think ni watu huko waliokuwa wanafanya kazi kwenye hiyo kampuni, sijui waliokuwa na share, wakamwambia tuuzie, kwa hiyo akawa ameuza. Mama yake akawa kama amechanganyikiwa, akawa yani yeye ni mtu wa bata, asubuhi, mchana na jioni, akatumbua zile pesa. Anakuambia ndani ya miaka 3-4 pesa zote zikawa zimeisha. Sasa kitu ambacho binti anakuambia nilibaki nacho, nilibaki na nyumba, nikabaki na biashara, kwa sababu ile biashara ilikuwa si aliuza vile vitu vya mwanzo, akawa amejifungulia biashara mwenyewe. Anakuambia yeye mpaka sasa hivi yuko sawa kimaisha, ana maisha yake mazuri tu, anaishi vizuri, kwa sababu yani biashara yake haikuwahi tena kufa, haijaikuwa kufanya nini. Ila mdogo wake mpaka leo anakuambia bado hayuko vizuri, na sababu ya kutokuwa vizuri ni kwamba mdogo wake hajawahi kukubali kwamba hicho alichokuwa anakifanya ni kosa, hajawahi kwenda kwenye maombi, hajawahi kwenda kutafuta msaada, bado yuko tuko mtaani, yuko kama mwenda wazimu. Yani ukimwangalia sasa hivi amekuwa mvuta bangi, mtumia madawa ya hovyo, yani yuko obvious. Yani ukimwangalia yupo kama mtoto, yani yupo yani unajua wala vuta bangi hapo ukiangalia unajua kabisa kwamba huyu ni jambazi. Ndio mdogo wake amekufa hivyo. Hasa mama yake kashatumbua hela zote kamaliza. Yuko tu huko amepanga chumba chake kimoja, siku akamuita majuzi hapa, akamuita ndio akaenda akamwambia, mwanangu samahani, najua tulichowafanyia sio kizuri, lakini haikuwa lengo langu mimi kuwafanyia hivyo. Alosababisha yote ni baba yenu. Baba yenu alirithi mzimu, na huo mzimu alirithi mzimu ambao ni mzimu wa utajiri. Sijui alirithi, sijui alinunua, I don't understand, lakini kwa maelezo yake ni kwamba huo mzimu alipata kwa baba yake mzazi, ambaye alikuwa ni babu yao na hawa watoto. Masharti yake yalikuwa ni hayo. Babu yake hayo masharti hakuwahi kuyakubali. Kwa hiyo yeye hajawahi kuwa na utajiri wa kutisha, ila alikuwa tu vizuri. Ila babu yake akamwambia masharti ni utembee na mtoto wako wa kike, na mama yake na mkeo atembee na mtoto wa kiume. Mtakuwa na mali sana, kwa sababu mtakuwa mmetumia ufahamu wao na mmetumia nyota zao. Kwa hiyo hivyo ikitokea mtu yeyote akakiuka masharti, utakufa. Yani huyo mwenye hicho kichungu atakufa. La sivyo ambaye ameanza kukiuka hilo sharti ni aidha auliwe au huyu baba atakufa. Ndio maana huyu binti alivyotakiwa kufa kwenye ile ajali hakufa, kwa sababu alikuwa yupo tayari kwenye maombi. Babake akafa muda huo. Mama yake anamwambia samahani sana, unajua ilikuwa tu ni tamaa ya mali, na tulivyoishi vizuri nikaona sio jambo baya. Yani babako anakuja kulala na wewe siku ya kwanza, nilikuwa najua kila kilichokuwa kinaendelea, nilikuwa najua, lakini kwa sababu tulikuwa tunaishi vizuri sikuwa nimeona shida, kwa hiyo naomba unisamehe. Sasa hivi mama yake anamwambia naomba unisamehe, naomba sisi tuishi vizuri mwanangu, naomba unisaidie, unifungulie labda biashara au nije nikae na wewe. Huyu binti kakataa. Akamwambia mama hapana. Kama ulikuwa unajua kilichokuwa kinaendelea na ukakubali, kwa sababu huyu binti anakuambia babake anaanza kumuingilia hajafikisha miaka 10. Anamwambia ulikuwa unajua kila kilichokuwa kinaendelea ndani ya nyumba yako na ukaacha, mimi siwezi kukusamehe. Sijui unanielewa vizuri, siwezi kukusamehe. Ndio huyu binti akawa ananiza Dalizi au mimi nimefanya vibaya. So binti actually ni mama. Ananiambia kwa hiyo Dalizi, nimekuja unishauri labda mimi nifanye nini? My friend, mimi nimemwambia block. Sijui unanielewa? Block huyo mama yako. Kwanza shetani amlambe matako. Mama gani wewe? Mama gani shetani mbwa wewe? Serious? Unatembea na mtoto wako, unaacha mume wako anamwingilia mtoto wako mdogo kwa sababu ya mali. Na leo unakuja unaambia mtoto wako eti nisamehe, ilikuwa ni tamaa tu. Kama ulikuwa na tamaa ya kufanya hivyo, trust me, niombe huyu binti, trust me, mama yako akipata mganga mwingine ambaye atamwambia mtoe kafara huyo mtoto wako ili mali zake ziwe zako, mama yako atakutoa kafara mchana kweupe, hata ogopa nyau wala mende. My friend, block. Sijui unanielewa? Block. Acha shetani aende akamlawe matako mbele kwa mbele. Pumbavu.